tena uko na Mwalimu Baraka Mwajeka, na leo nataka nifundishe kitu kimoja cha msingi sana ambacho kikusaidia kwenye maisha. Leo nataka nifundishe kuna aina 4 za watu kulingana na thamani. Kuna aina 4 za watu kwenye ishu zima ya thamani. Kuna wale watu ambao wanakuongezea thamani. Hawa ni aina ya watu ambao unawahitaji kwenye maisha sababu wana kitu ambacho kitakufanya uwe bora zaidi ya jana. Ni muhimu sana watu ambao wamekuzidi, lazima ujizungushie watu wa aina hiyo. Lakini aina ya pili ya watu ni aina ya watu ambao unaendana nao thamani, maana yake mna share thamani. Ni watu ambao mna thamani sawa. Kivipi hao watu tunawahitaji? Pia hao watu tunawahitaji kwa sababu ya kujua changamoto zinazowakumba ninyi wawili au zaidi ya watatu. Mjue namna gani, ujue changamoto za mtu mwingine anayefanya kitu kama hicho, changamoto za mtu mfanya biashara mwingine ambao mko katika level moja. Lakini kuna watu ambao wanaitwa watu wasiokuongezea thamani. Hawa ni watu ambao inabidi ujitenge nao. Ni watu ambao hawana faida yoyote kwenye maisha yako, kwa sababu ni watu ambao wakiwa kwenye maisha yako, baada ya kuongezea wewe thamani, wanakupunguzia zaidi thamani yako. Shangaa, ulikuwa mtu wa sifa fulani, ulikuwa na mtu mwema, mtu mwenye bidii, lakini ulikuwa na marafiki aina fulani, wanashangaa wanakuongezea vitu ambavyo hakupaswa kuwepo. Lakini kundi la 4 ni watu ambao hawakuongezei chochote. Hawa hawakuongezei thamani. Hawa ni watu ambao hawakuongezei thamani, lakini pia hawahusiki na chochote kwenye maisha yako. Hawa ni watu ambao ishia tu kuwasalimia na mambo mengine yaendelee. Ni watu ambao, yani hawa ni kundi la watu ambao wapo tu na hawakusaidii chochote kwenye maisha. Zaidi inabidi tuwaheshimu na endelee kuwapenda, lakini sio watu ambao wanapaswa kuhusiana nao. Makundi haya watu wawili, watu ambao wasio na thamani, usihusike nao sana, na watu ambao hawana thamani usihusike nao kabisa. At least watu ambao hawana thamani usikuongezea thamani, lakini kwa makini kwamba usije wewe ndio ukapunguziwa thamani kwa sababu wao hawana thamani. Asante sana, mimi nimejifunza